Waheshimiwa wabunge wateule, naomba nianze kwa kuwakaribisha bungeni Dodoma. Tunawapongeza sana kwa kushinda na kuchaguliwa kuwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiwa mtendaji mkuu wa muhimili huu pamoja na watumishi wote wa ofisi ya Bunge, naomba kuhakikishia ushirikiano mkubwa wakati wa kutekeleza majukumu yenu, na niwahakikishie kwamba tutakuwa nanyi na tutahakikisha kuwa majukumu yenu ya kibunge hayakwami, na jukumu lenu la kuwakilisha wananchi lakini pia kusimamia serikali yafanyika ipasavyo. Karibuni sana, na sisi kama ofisi ya Bunge tunajivunia kuwapokea. Waheshimiwa wabunge, kama ambavyo order paper inabainisha, tutakuwa na shughuli kadhaa asubuhi hii, na nitaomba nianze kusoma tangazo la Mheshimiwa Rais la kuitisha Bunge. Tangazo hili ndilo ambalo linahalalisha uwepo wenu hapa na linatolewa kwa kuzingatia masharti ya ibara 90 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangazo la Rais linasomeka kama ifuatavyo. Tangazo la serikali namba 647A la tarehe 4 Novemba 2025 ambalo linahusu hati ya kuitisha mkutano wa Bunge iliyotolewa kwa mujibu wa ibara ya 90 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kwa kuwa uchaguzi mkuu ulifanyika tarehe 29 Oktoba 2025 katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, na kwa kuwa masharti ya ibara ya 90(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inamtaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitisha mkutano wa Bunge jipya kabla ya kupita siku 7 tangu Tume Huru ya Uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu. Na kwa kuwa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 yalikamilika kutangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika majimbo ya uchaguzi yote tarehe 4 Novemba 2025. Kwa hiyo basi, mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mamlaka nilionayo chini ya ibara ya 90 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ninaitisha mkutano wa Bunge jipya la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ufanyike katika ukumbi wa Bunge uliopo jijini Dodoma tarehe 11 Novemba 2025 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Hati hii imethibitishwa kwa saini yangu na kuwekwa rakiri ya umma leo tarehe 4 Novemba 2025. Mwisho wa kunukuu. Naomba kuwasilisha. Waheshimiwa wabunge, naomba kuwathibitishia kuwa masharti ya ibara ya 90 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba yamezingatiwa ipasavyo na mkutano huu umeitishwa ipasavyo ndani ya siku 7 tangu kukamilika kwa matokeo ya uchaguzi katika majimbo yote. Nawashukuruni sana waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, sasa tunaendelea na hatua inayofuata, na mkutano huu sasa utajigeuza kuwa kikao cha uchaguzi wa spika
Waheshimiwa wabunge wateule, masharti ya ibara ya 84 ibara ndogo ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanasema kuwa wakati wowote kiti cha spika kinapokuwa wazi, hakuna shughuli yoyote itakayotekelezwa katika bunge isipokuwa uchaguzi wa spika. Kwa kuzingatia kuwa kwa sasa kiti cha spika kiwazi, hivyo bunge haliwezi kutekeleza shughuli yoyote mpaka limchague spika. Waheshimiwa wabunge wateule, kanuni ya 9 kanuni ndogo ya 5 ya kanuni za kudumu za bunge inasema mara baada ya kikao kujigeuza kuwa mkutano wa uchaguzi wa spika, katibu atamuomba mbunge asiye mgombea wa nafasi ya spika kutoka miongoni mwa wabunge ambao wamekuwa wabunge kwa mfululizo kwa muda mrefu kuwa mwenyekiti wa uchaguzi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kufanya uchambuzi kupitia kumbukumbu za ofisi ya bunge, tumejiridhisha kuwa Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge wa jimbo la Isimani mkoani Iringa, ambaye katika bunge hili la 13 ndiye mbunge wa muda mrefu aliyedumu tangu mwaka 1995, miaka 30, anastahili kuwa mwenyekiti wa kikao hiki cha uchaguzi wa spika. Hivyo, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimlete kwenu Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi ili aongoze kikao hiki cha uchaguzi. Mpambe, mlete Mheshimiwa Lukuvi.